Na tunaendeleza taarifa zetu za ANTV adhuhuri. Shukrani jazila mtazamaji kwa kuzidi kuganda nasi. Azizi mtazamaji, kuanzia leo kutakuwa na kongamano la wanachama wa muungano wa mamlaka za kupambana na ufisadi barani Afrika, kwa kimombo wanaoita Assembly of the African Association of Anti-Corruption Authorities AAACA hapa jijini Nairobi. Muungano huu wa AAACA ulianzishwa ili kukuza ushirikiano, uratibu na usaidizi kutoka uongozi wa kila taifa katika kupambana na visa vya ufisadi. Huu ni muungano wa kikanda unaotambulika na unafanya kazi chini ya misingi ya mkataba wa Umoja wa Afrika wa kuzuia na kupambana na ufisadi AUCPCC na mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya ufisadi, yani UNCAC kwa kimombo. Kongamano hili linajumuisha tume za kupambana na ufisadi kutoka mataifa 43 ya Afrika na wajumbe husika kutoka sekta za sheria na uongozi bora. Sasa mtazamaji, kuchaguliwa kwa Kenya kama mwenyeji wa kongamano hili ni uamuzi wa bara zima kufuatia shinikizo la kuanzisha kituo kipya cha mafunzo na utafiti wa kupambana na ufisadi Afrika kitakachojengwa hapa jijini Nairobi, maamuzi yaliyofanyika mwaka wa 2024 mwezi wa Januari kupitia kamati huru ya uteuzi yenye wanachama 5 waliowasilisha kila taifa barani Afrika. Mchana wa leo tunayo fahari ya kupata majibu ya nini haswa kitakuwa kikiendelezwa kwenye kongamano hilo. Tutakuwa naye mkurugenzi wa huduma za nyanjani na uratibu katika tume ya EACC, Bwana Jackson K. Mwe. Jackson ana shahada uzamili katika sera na udhibiti, shahada ya sayansi katika hisabati, takwimu na teknolojia, ukipenda economics and statistics, zote kutoka chuo kikuu cha JKUAT. Ila cha kuvutia zaidi ni kuwa Jackson Mwe ana tajriba ya mafunzo mapana, uchambuzi wa ujasusi, uchunguzi wa ufisadi, uhalifu wa kiuchumi na kupambana na ufadhili wa ugaidi kutoka kwa mashirika mbalimbali ikiwemo National Intelligence Academy, shirika la FBI, polisi wa West Yorkshire na chuo cha kimataifa cha kusimamia sheria ILEA, miongoni mwa taasisi nyingine nyingi. Atakuwa kitufahamisha. Karibu sana kwenye studio za ANTV adhuhuri mchana wa leo. Nafurahia sana wewe kutenga muda na kuja kuwa nasi, na tuanze hapo kwenye hili kongamano ambalo litakuwa ule upande wa Kasarani. Lakini nilipokuwa nikiangalia hiyo profile, kuna kitu ambacho kilinivutia sana. Yako umekuwa huku kwa miaka mingapi? 21 iliyopita. Ile unaonekana mchanga kushinda hiyo miaka. Na kuna viongozi wengi ambao wamekuja na kwenda, wengine wanalazimishwa kujiuzulu. Labda siri yako imekuwa gani kusalia pale kwenye EACC? Asante Ruga kwa hiyo swali. Na pia nachukua nafasi hii kusalimia watazamaji wa NTV, tukiungana ndio tuongee maneno ya kongamano ambayo tutakuwa nayo kuanzia kesho. Vile umesema, nimekuwa nikifanya kwa shirika ya EACC kuanzia mwaka wa 2005. Nimefanya na wakuu kadhaa. Na mimi siri yangu ni kufanyia Wakenya kazi. Nimepata kuwa nikifanya kazi yangu vizuri, ninaweza fanya na kazi na mtu yeyote. Na ndio nimepata nafasi ya kuhudumu chini ya wakurugenzi kadhaa. Na kwa wakati huu mimi ni mkurugenzi mmoja katika pale kwa EACC, na ninafurahia kazi yangu. Na ni kazi ambayo ni muhimu kwa nchi hii, kwa sababu ni kazi imepewa hiyo tume ndio isaidie kwa masuala ya usimamizi bora, kuzuia ufisadi, maneno ya kupambana na ufisadi, kwa sababu ufisadi umekuwa ukienea injini, na si hapa injini Kenya peke yake. Imeenea katika nchi zote za Afrika, hata kule Europa, Marekani na kwingineo. Na ikakuwa katika miaka ya zamani, mwaka wa 23, mataifa yalikutana, alafu wakaona itakuwa ni vizuri, kwa sababu ufisadi umeenea katika nchi mbalimbali. Wakaona ni vizuri waukue na convention ile inaitwa United Nations Convention Against Corruption, ambao inaweka zile parameters nchi tofauti sitanfaa kuweka ndio wapambane na ufisadi. Hapa kwetu barani Afrika pia convention iliwekwa pia ya kuzuia na kupambana na ufisadi. Na kupitia hizo convention mbili, mataifa ya Afrika ilikuja pamoja kuanzia mwaka wa 2011, wakaona
zile changamoto nchi tofauti zinapitia ni the same. Na kwa sababu ya hiyo wakaona itakuwa ni vizuri tuanze kuweka ushirikiano wa zile tume zinahusika na kupambana na ufisadi katika nchi tofauti, kwa sababu zile challenges tunapata hapa Kenya ndizo challenges ziko Tanzania, ziko South Africa, ziko bara yote ya Afrika. Tukaona ni vizuri badala ya kutumia rasilimali mingi kwa kila nchi kufanya masuala kama mafundisho ya wale watu watakuwa wakihusika kwa kupambana na ufisadi, badala ya kila nchi kuweka maneno ya utafiti, ikaonekana ni vizuri tukuwe na hiyo muungano unaitwa Association of Anti-Corruption Authorities in Africa. Ilitengenezwa mwaka wa 2011, imekuwa ikifanya kazi. Mkutano ambao tunaendelea nayo wiki hii ni mkutano ya 8. Lakini mara ya kwanza nchini Kenya? Lakini ni mara ya kwanza nchini Kenya. Na tofauti ya mkutano wa mwaka huu na zile zingine ni kwamba hii si mkutano tu. Tutakuwa tukiweka chuo cha maneno ya mafundisho na utafiti ya maneno ya kuzuia na kupambana na ufisadi. Hiyo chuo Kenya ilipata heshima kubwa kutoka bara yote. Hiyo chuo itakuwa hapa nchini Kenya na itakuwa ikileta watafiti kutoka nchi zote za Afrika, kutoka bara zingine za ulimwengu. Utafiti utakuwa ukifanywa hapa. Kwa nini utafiti ni muhimu katika kupambana na ufisadi? No, kabla labda hatujafika hapo kwa utafiti, labda hiki chuo kitakuwa na mfumo wa aina gani? Yani ni chuo cha AACA ama ni chuo cha EACC sasa hapa nchini Kenya? Sasa hiki chuo hata kama kitakuwa kikisaidiwa na tume yetu ya EACC, sio chuo cha EACC, ni chuo cha Afrika nzima. Huo muungano. Huyo muungano wa AACA. Hiyo ndio itakuwa ikisimamia hiyo chuo, lakini chuo chenyewe kitakuwa kifanya kazi independently. Wataweka mikakati ya vile kitasimamiwa, kitakuwa na usimamizi wake bora, ndio kifanye kazi ile inatakikana kufanyika. Nchi zote zimejitokeza na zile constituting statutes na instruments zimeshatengenezwa, zile zinapeana mwongozo ya vile chuo kitafanya kazi. Akina nani ndio watakuwa walimu? Hao wasimamizi ni akina nani na wanafunzi watakuwa akina nani? Chuo kitakuwa na karibu levels 3. Kutakuwa na wale watasimamia katika ngazi ya juu kama board, ambao kutoka kwa wakuu wa hizi tume za kupambana na ufisadi barani Afrika. Watachaguliwa wenyewe. Kwa saa hii vile ulisema wakati tulikuwa tunaanzisha kipindi, ni kwamba tuko na nchi za Afrika 43 ambao ni members wa hii association. Katika hizo tuko na institutions 45 ambao ni members. Kuna nchi 2 za Afrika ambao ziko na tume 2. Kuna nchi ya DRC na kuna nchi ya Nigeria. Wako na institutions 2 za kupambana na ufisadi kwa sababu ya size ya nchi na mambo kama hayo. Nchi zingine zote za Afrika ziko na tume moja. Na that's why out of the 45 institutions tuko na nchi 43 ambao ni members wa hii association. Kwa hivyo kwa usimamizi wa ngazi ya juu ya chuo, board itakuwa inatoka kutoka kwa wakuu wa viongozi wa hizi taasisi za kupambana na ufisadi barani Afrika. Then kutakuwa na wao wenyewe, ile board itaweza kumteua mkurugenzi ambao atakuwa akisimamia chuo, ambao atakifanya kwa chuo kwa masuala ya kila siku. Walimu katika hii chuo watatoka areas mbalimbali. Watakuwa wao wenyewe ni watu wamehitimu, ni experts wa mambo, either experts wa investigation, prevention. Hawa watakuwa ni wataalamu ama watakuwa ni wahadhiri? Watakuwa ni wataalamu.
na watakuwa ni wataalamu, na pia tukiendelea waathiri pia watakuja kupatikana. Lakini tukianzisha chuo kwanza, tutaanza na wataalamu, kwa sababu kuna wataalamu katika nchi mbalimbali ambao wameonyesha ukakamavu katika kazi ya utafiti na mafunzo ya kuzuia ufisadi. Na wanafunzi katika hii chuo watakuwa wakitoka katika hizi tume za kupambana na ufisadi barani Afrika. Hii itakuwa vizuri ni kwa sababu itapeana nafasi ya hawa maofficers kutoka different anti-corruption agencies kufanya training pamoja. They would sharing experiences, learning from each other. Kwa sababu ufisadi haina mpaka. Ufisadi inafanyika Kenya. Mali ambayo imeibiwa Kenya inaweza pelekwa nchini Nigeria ama nchi nyingine tofauti. Wahusika wanaweza kaa nchini kama Afrika Kusini. Mali inaweza nunuliwa kupitia ile mali imeibiwa hapa hata nchini orofa. Na kwa hivyo unapata wakati tunafanya investigations of corruption zinakuwa na international dimensions. Na kwa hivyo ukiwa na network kama hii, kama tunafanya uchunguzi kama Kenya, kama mali imewekwa nchini Tanzania, inakuwa rahisi kwa sababu tuko na hii muungano. Tunaweza ongea pamoja, tunaweza tafuta evidence ambayo iko kule, tunaweza kuwa na contact people. Alafu kama ni maswala imekuja kwetu, kwa sababu ufisadi inakuanga na mambo tofauti tofauti. Inaweza tokea jambo hatuna uzoefu wa kufanya. Lakini tufanye hiyo, tupate hiyo jambo nchi nyingine kama Nigeria imeshafanya. Badala ya kuweka rasilimali mingi sana kwa kufanya uchunguzi kwa kesi kama hiyo, tunaweza kuangalia ile njia wenzetu walipitia, na kupitia njia kama hiyo tunaweza pata suluhisho ya hiyo maswali tukitumia mali kidogo. Kwa sababu resources ambao ziko available kufanya hizi kazi zinakuanga limited, na ni vizuri kutumia ile njia ile itakuwa most effective and most efficient. Wanafunzi nao pale, wanafunzi watatoka kwa hizi nchi, kutoka kwa hizi tume za kupambana na ufisadi. Hiki chuo tumeungana na Benki Kuu ya Kenya katika shule yao ya Kenya ya Central Bank Institute of Monetary Studies, ambao kwa zamani ilikuwa inaitwa Kenya School of Monetary Studies. Tumeweza kupata lease pale, tukapata office space pale. Hapo ndio chuo kitakuwa. Na kile cha kule Thika Road. Kile cha Thika Road. Na wanafunzi wakikuja hapa kutoka barani Afrika katika hiki chuo cha Benki Kuu ya Kenya, kuna manyumba ya kulala, kuna facilities zote. Kwa hivyo itakuwa vizuri wakikuja, wanaweza fanya trading zao kama ni wiki mbili, mwezi moja, ni miezi 3, kulingana na cost tofauti. Wanafanya pale training mzuri, alafu wanapeleka ujuzi kwa nchi tofauti. Mimi naweza kuwa mwanafunzi pale kama mwanahabari, ama inavutia watu wa kina nani? Watu wa kwanza wale watapewa nafasi kwa kile chuo ni wale kwa sahi wanahusika direct na maneno ya kupambana na ufisadi. Kwa hivyo tayari ni maafisa wa kupambana na ufisadi. Maafisa ndio wataanza. Lakini chuo hakitakuwa cha hizi tume peke yao. Remember, hiki chuo kitakuwa kifanya utafiti. Utafiti unafanywa kwa sababu kwa muda mrefu kila nchi imetengeneza tume ya kupambana na ufisadi. Lakini bado kuna ufisadi Afrika. Zile njia tumekuwa tukitumia sinafanya kazi, lakini hazijawahi kumaliza ufisadi barani Afrika. Kwa hivyo ikakuwa ni muhimu tuanze kwa maneno ya utafiti. Tutafute hiyo ufisadi shida yake ni nini? Tuelewe zile tunaita typologies ya corruption. Tuelewe kulingana na kacha za Kiafrika ufisadi inaenea ni kwa nini. Ndio sasa tuweze kupata indicators zetu
ambao ni za Kiafrika ambao tunaweza kutumia kufima vile tunafanya kazi. Saa hii tunatumia indicators and performance measures kutoka bara zingine na zingine zinafaa na zingine asifai Afrika. Kwa hivyo kupitia hiki chuo tutapata metrics zile zinaweza fima ufisadi Afrika. Kupitia utafiti ile utafanywa, tutaweza kupata evidence based policy recommendations ambao zinaweza badilisha ile environment ufisadi inaenea, ndio tufunguze ufisadi barani Afrika. Afrika huwa inapoteza mali nyingi kupitia njia za ufisadi. Na tunaona wakati tutakuwa tumepata information ya kutosha kupitia research yetu, tunaweza weka mikakati ambayo inaweza kuzuia ufisadi. Na sasa ukilinganisha hiki chuo, wewe umepata tajriba yako kutoka kwa vyuo kama vile National Intelligence Academy, shirika la FBI, hilo ni kubwa sana, na polisi wa West Yorkshire, na pia chuo cha kimataifa cha kusimamia sheria ILEA. Ukilinganisha hivi vyuo na hiki ambacho sasa mnapanga kukizindua, kimefikia viwango kama hivi? Nikiangalia hiki chuo ambao kitazinduliwa hapa Kenya, hiki chuo nitasema kitakuwa juu kwa sababu hiki chuo kitakuwa specialized. Kinadili masuala ya kuzuia, kupambana na ufisadi, kurudisha mali ambayo imeibiwa kupitia njia za ufisadi. Hizi vyuo vingine zimefanya kazi mzuri. Lakini ukiangalia objectives za hizo vyuo, kama wewe ni mtu umepewa kazi kama mimi ya kufanya uchunguzi, utafundishwa kupitia chuo kama ya FBI kufanya uchunguzi. Lakini chuo yetu itakufundisha kufanya ufisadi, lakini itakufundisha kufanya investigation, lakini investigation ya corruption. Kwa sababu investigation ya corruption ni tofauti na investigation ya mada. Ni tofauti na investigation nyingine tofauti. Kwa hivyo hiki chuo kwa masuala ya kuzuia na kupambana na ufisadi kitakuwa juu. Nikitaka kulinganisha, nitakuwa tunalinganisha na kile chuo cha International Anti-Corruption Academy, kile kiko kule Vienna. Na tukiangalia vile hii imeundwa, it is modeled around the International Anti-Corruption Academy. Yes. Kulingana na utafiti tulopata pale ni ya kwamba bara la Afrika linatabika sana na hivi visa vya ufisadi. Sijasikia ukitaja taifa la Seychelles. Sijui kama ni mwanachama wa AACA yuko pale. Basi kama yuko pale, ni moja mataifa ambayo yametajwa sana kwa kuweza kukabiliana na visa vya ufisadi katika taifa lake. Hivi basi kama Seychelles, ukilinganisha sasa Seychelles kuna tume pale ya kupambana na ufisadi, na pia sasa kuna tume ya Kenya, kuna mambo yoyote ambayo nyinyi mmekuwa mkijifunza kwa mataifa ambayo tayari ni wanachama wa AACA na wamepiga hatua zaidi katika kukabiliana na ufisadi, nyie kama EACC? Vile umesema ni vizuri, na hivyo ndio sababu hiki chuo kitakwekwa. Kwa sababu saa hii nchi zote za Afrika asiko level moja katika maneno ya kupambana na ufisadi. Kuna wale wako juu, kuna wale wako chini kidogo, wanahitaji usaidizi mwingi kuliko wengine. Hiyo usaidizi watapata wapi? Usaidizi watapata kupitia ile capacity building itafanywa na wale wanaendelea vizuri. Because wale wanaendelea vizuri watapata nafasi ya kukuja kwa hiki kichuo na kueleza zile mbinu wanatumia ndio ufisadi ikuwe chini katika nchi zao. Na kupitia njia kama hiyo utapata ufisadi inapungua katika nchi zote. Kwa saa hii ile program imekuwa ni kwamba kama EACC Kenya imeona Seychelles inafanya vizuri, EACC inatafuta rasilimali, inaenda Seychelles, inaenda kujifundisha pale. Wakitoka pale, nchi nyingine kama Nigeria inaenda Seychelles, wanaenda kusoma hiyo tu. Wakitoka hapo, wengine wamekuja hapo, wanataka kusoma hivyo tu. Sisi kama tume ya EACC ambao naweza sema pia tumefanya kazi mzuri sana. Tumeweza kurikava mali nyingi ya umma na kurudisha kwa serikali. Tume nyingi katika Afrika
zimetutembelea hapa wakuje kujifundisha vile tunafanya kazi yetu. Na ukiangalia hivyo expenses na zile resources zinatumiwa na hizi tume zote siku juu. Sasa hii information yote, hii mafunzo yote itapelekwa kwa ile chuo pale. Ikipelekwa kwa ile chuo pale ya utafiti na mafunzo ya ufisadi, wanafunzi ambao wataletwa na hizi taasisi tofauti kutoka bara la Afrika wataenda pale, wanafundishwa pamoja, wanasoma, na wale kwa sababu ni practitioners watashare experience. Because kuna experience zingine zinatokana kupitia kufanya kazi yenyewe. Wale wanafanya kazi, kuna experience wanapata ambao wanaweza pitisha kwa wenzao na iwafanye bora zaidi katika kazi zao. Kwa hivyo Seychelles nakubali ni moja ile wameweza kupiga hatua. Nchi zingine zote, Kenya tumepiga hatua. Nimesema tumefanya cases nyingi, tumefanya maneno pia ya kuzuia ufisadi. Ila Wakenya wanalalamika sana. Jackson Moe, umekuwepo pale? Yes, tunakubali kwamba ile kazi imefanywa ni nyingi, lakini haijatosha. Ndio tunataka sasa kuenda ngazi nyingine. Kwa sababu ya muda, EACC umesema kwamba mshawahi kufika pale Seychelles. Ukilinganisha lile tume, natumia kwamba ni mfano mzuri ambao pia mtakuwa mkichukua wataalam kwa kule Seychelles, ila sheria zao ni tofauti kabisa. Mmelalamika si mara moja kwamba nyie hamna mamlaka kabisa kama lile tume la Seychelles. Kwa nini Kenya basi bado haijaweza kupiga hatua kama ile ya kwamba labda tume ya kupambana na ufisadi Seychelles ina uhuru na mamlaka ya kuchunguza, kushtaki na pia kukuhukumu? Kwa nini EACC haijai kufika mahali kama pale? Okay. Swali ni nzuri hiyo. Taasisi hizi zote za kupambana na ufisadi kwa zile nchi zote ziko na Anti-Corruption Commission. Hizi sheria zote za kuunda hizo tume, they are modeled on the United Nations Convention Against Corruption. Nchi za Afrika nyingi kama hizi zote ambao zitakuwa zikihudhuria hiko kongamano, wote ni wanachama. Wamesaini ile convention ya United Nations Convention Against Corruption. Na hiyo convention huwa inaweka mikakati ya vile nchi itatengeneza tume yake kupambana na ufisadi. Kuna tume za kupambana na ufisadi ambao zinafanya uchunguzi. Zikimaliza kufanya uchunguzi, zinapeleka kwa department nyingine ya prosecution. Yetu ikiwa ni ODPP sasa. Yetu ikiwa ni ODPP. Alafu kesi inaenda mahakamani. Kuna wengine wachache sana ambao wanaweza fanya uchunguzi, wafanye prosecution, na wafanye prosecution. Hao ni wale wachache. Zile nyingi, hata kwa nchi zingine, bara zingine, si Afrika tu, ni zile ziko na hiyo independence. Ndio ile tume inafanya uchunguzi, ikifanya kazi yake, na ndio kukue na hata imani ya wanahuma. Ikifanya uchunguzi, taasisi nyingine tofauti inaangalia vile hiyo kazi imefanywa. Kwa sababu ya muda, naomba kwa sekunde 10 nikuulize tu, ushawahi kutamani ya kwamba EACC inaweza kuwa na mamlaka kama yale ya kuchunguza, kushtaki na kuhukumu wale washukiwa ufisadi katika taifa la Kenya? Kwa miaka ya zamani, Kenya ilikuwa na taasisi ilikuwa inaitwa Kenya Anti-Corruption Authority. Yes. Kwa mwaka wa 1997 to 2000. Hiyo taasisi ilikuwa na mamlaka ya kuchunguza na mamlaka ya kushtaki. Ilikuwa na investigation na prosecution. Hujanijibu, ushawahi kutamani wewe? Koti yetu Kenya ilisema kwamba kukuwa na hizo mamlaka mbili was unconstitutional. That is the current ruling in Kenya. Lakini mimi kama mhusika na mtaalamu ambaye umekuwa huku kwa FBI ailea na wa miaka nyingi, kwa sababu tumeona wengine ambao wako na hizo mandate mbili wamefanya vizuri. Mimi naona kwa wakati huu labda itafaa, kwa sababu wale ma-officers wanafanya investigation, wanaelewa na hizo kesi zao vizuri sana. Wakiwa
wahusika wakuu katika kustaki hizo kesi wanaweza kuweka hiyo evidence yao vizuri, labda ieleweke vizuri sana na mahakama, na labda conviction rate itaenda juu. Kwa hivyo mimi kama mtaalamu naweza sema kwa muda mipango inaweza kuwekwa, wale maofisa wanafanya investigation ya corruption kama labda watapewa mamlaka na DPP ama tume yenyewe ipewe mamlaka ya kustaki ama wapewe delegated authority na DPP, wakifanya hiyo kazi, it is my conviction that the success rate will increase. Nzuri sana. Sasa kwa dakika moja, kwa sababu tumesalia tu na hiyo dakika moja, hili kongamano kule Kasarani linahudhuriwa na kina nani? Labda pia Wakenya watakuwa na nafasi ya kuja moja kwa moja na kuungana nanyi na labda kutoa maoni yao kuhusiana na hali ya ufisadi nchini Kenya. Kongamano itahudhuriwa na delegation 43 wale ambao ni members wa hiyo convention. Kwa hivyo all the 43 heads of anti-corruption authorities wataungana pale. Kenya tutakuwa pale, ma commissioners wetu, chief executive officer wetu wataongoza delegation ya Kenya, na Kenya kwa sababu hatufanyi kazi ya kupambana na ufisadi peke yetu. Kenya imewaalika wale tunaita criminal justice actors Kenya, kama DPP, kama judiciary, tume zingine uhuru za Kenya, na wahusika wakuu, vyuo vikuu, kwa sababu tutakuwa tukifanya ufisadi, wamealikwa pale. Watakuwa pale ndio tuweze kufanya hiyo kongamano pamoja, ndio tupike hatua kuendelea mbele, na in future tunaona kwamba hicho chuo kitasaidia bara ya Afrika. Asante sana. Basi mtazamaji, huyo ni Bwana Jackson K. Mwe ambaye ni mkurugenzi wa huduma za nyanjani na uratibu katika tume ya kupambana na kukabiliana na ufisadi hapa nchini Kenya, EACC, akituzungumzia kuhusiana na hilo kongamano ambalo limeandaliwa kule Kasarani. Ni muungano ambao umeleta pamoja mataifa yote ambayo yana tume ambazo zinakabiliana na ufisadi barani Afrika. Basi ndio mwisho wake. Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @NTV Kenya. Jina langu ni Ruga Ival. Kwa heri ya kuonana.